Burkina Faso yasema maafisa kadhaa wa jeshi wamekamatwa huku kukiwa na uvumi wa mapinduzi. Nchini Burkina Faso wiki iliyopita ilishuhudia kukamatwa kwa maafisa kadhaa wa jeshi. Wawili kati yao walifutwa kazi kama makamanda, ingawa hakuna mawasiliano bado yamefanywa kuhusu swala hili. Wafuasi kadhaa wa utawala wa kijeshi wanazungumza kuhusu jaribio la mapinduzi ya kijeshi, wakiwanyooshea kidole askari walio uhamishoni. Na miongoni mwa maafisa waliokamatwa ni hakimu kamanda Frederic Ouedraogo, kamanda wa zamani wa kikosi cha mahakama ya kijeshi. Kulingana na vyanzo vya usalama, kamanda huyo alikuwa akichunguza mauaji ya kamanda Ismail ambaye alishukiwa kuhusishwa na jaribio la mapinduzi, aliyepigwa risasi na kufa papo hapo mwezi Oktoba 2023. Wakati huo mwendesha mashtaka wa kijeshi amedai kuwa operation ya kuwakamata washukiwa ilikwenda vibaya. Kwa upande wake, Captain LC Tassembedo, aliyepewa jina la utani mkombozi wa Seba, kamanda wa kundi la kikosi cha usalama cha eneo la kaskazini kilichopo Ouahigoya, alikamatwa alipokuwa Ouagadougou kwa mkutano ulioitishwa na makao makuu ya jeshi. Hali hiyo ilimfanya rais wa mpito Captain Ibrahim Traore kuchukua hatua ya haraka kuwabadilishia nafasi za kazi maafisa kadhaa, ingawa idadi yao kamili haijajulikana. Wanajeshi wengine waliripotiwa kukamatwa. Wafuasi wa utawala wa kijeshi tuliowasiliana nao wanazungumzia jaribio jingine la mapinduzi. Baadhi ya maafisa serikalini wananyooshea kidole cha lawama maafisa wa zamani ambao pia walitimuliwa katika jeshi kwa sababu hii. Vyanzo vya usalama vinasema kuwa hali ndani ya jeshi la Burkina Faso bado ni ya wasiwasi. Na ninavyozungumza hii leo, uongozi wa kijeshi nchini Burkina Faso unasema umefanikiwa kuzuia jaribio la mapinduzi, mpango ambao jeshi linasema limeandaliwa katika nchi jirani ya Cote d'Ivoire, yani Ivory Coast. Kumbuka, jeshi nchini Burkina Faso linaloongoza nchi hiyo tangu 2022 linasema jaribio hilo lililenga kuleta vurugu katika nchi yake. Na tangu alipochukua madaraka, kiongozi wa kijeshi Captain Ibrahim Traore amekuwa akilaumu Ivory Coast kwa kuwapa hifadhi maadui wa serikali ya kijeshi. Waziri wa usalama Mahmoud Sana amesema taarifa za kiintelijensia zinaonyesha mpango unaoandaliwa kuleta vurugu nchini humo na wanajeshi aliosema wanahifadhiwa na maadui wa nchi ya Burkina Faso. Aidha, waziri huyo amesema kulikuwa na mpango wa kuvamia makazi ya kiongozi wa nchi hiyo Aprili 16, lakini ukazuiwa, waliokuwa maafisa wa jeshi Meja Joan Compaore na Luten Abramane Bari wakitajwa kuhusika. Wiki iliyopita maafisa kadhaa wa jeshi, kumbuka, pia walikamatwa kwa madai ya kuwa na mpango wa kusababisha vurugu nchini Burkina Faso, ambayo tangu mwaka 2015 imekuwa ikisumbuliwa na makundi ya kijihadi. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.